Kisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 55 73 79 au 0742 06 24 24 na 0793 18 67 16. Sky TV. Na moja kwa moja kutoka Dodoma, Tanzania. Huari gani? Karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tutakwenda kuziona ni pamoja na wachimbaji wadogo wa madini waonywa kuacha kuvamia katika maeneo ambapo leseni zake bado hazijafutwa. Taarifa nyingine ni mradi wa maji kuondoa adha ya maji kwa wananchi kule Iyunga. Na katika habari za kimataifa, bunge la Ufaransa laridhia marufuku ya mitandao kwa watoto. Na katika michezo, Yanga yamkaribisha rasmi kocha mkuu. Warigani, karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mogeta. Waziri wa madini Mheshimiwa Anton Mavunde amewataka wachimbaji wadogo wa madini kuacha tabia ya kuvamia maeneo ambayo leseni zake zinakuwa bado hazijafutwa. Undani wa taarifa hii tunaungana na mwanahabari wetu Michael Francis Bundala. Waziri wa madini Anton Mavunde ameendelea na ziara yake hapa mkoani Geita, na akiwa katika kata ya Igalula, halmashauri ya wilaya Nyang'hwale mkoani Geita, akizungumza na wachimbaji wadogo, ametoa wito kwa wachimbaji hawa kuacha kuvamia maeneo ya uchimbaji wa madini ambayo leseni zake hazijafutwa. Ili wasisiti kuambia, nataka niwaambie ukweli. Mimi na timu yangu ninawaandikia watu default notice ya kwenye leseni zao kwa ajili ya kuwataka watimize masharti ya leseni. Sheria inataka kabla sijafuta leseni nitoe siku 30 kwa mwenye leseni. Mwenye leseni akija kwangu anajitetea kwamba mimi ninafanya utafiti ndani ya leseni yangu. Kabla ya kufanya maamuzi, naamua kutuma timu yangu iende kufanya uhakiki ndani ya leseni husika. Wakifika kwenye eneo husika, wanakuta wachimbaji wadogo wameshaingia. Mwenye leseni anapata nguvu ya kunishinda
Ananiambia ile sehemu ambayo nilifanyia kazi imeharibiwa na wachimbaji wadogo. Mnaniondolea ushahidi wa kufuta leseni hizi. Mnaniondolea ushahidi wa kufuta leseni hizi. Hata kuanzia leo naomba niwatamkie hapa. Naomba mnipe nafasi ya kuwapanga vizuri na kazi yangu iwe rahisi. Na baadhi ya wachimbaji wakizungumza katika mkutano wa hadhara wamewasilisha kero zao mbalimbali ikiwemo ile ya utitiri wa kodi. Kingine mheshimiwa, ningekuomba japokuwa umeligusia. Sasa hivi hata mimi mwenyewe hapa ninatamani nigeuke rangi niwe Mchina. Kwa sababu gani? Tanzania hii tukija kwenye miaka 40 baadaye sisi wote tutakuwa ni watumwa wa China. Maana yake kila hatua inapozidi ni Wachina kila sehemu. Ukishamaliza kusaga, watu wa kijiji tena wanakuja wanachukua kodi ambapo tayari serikali imeshachukua kodi yake. Tukimaliza hapo, tukisomba kwenda plant, tukimaliza process yote, tukienda sokoni kuuza mali, serikali tena inachukua kodi. Ni jambo la heri kulipa kodi. Halmashauri wanakuja tena kuchukua kodi. Sasa halmashauri wamechukua kodi huku Mlimani, Maduarani, tumekubali kabisa bila shida. Kwenye huo mzigo ambao mimi nimeshalipia kodi kila kitu, wanakuja tena huku wanachukua kodi. Na serikali hivyo hivyo. Ombi langu kwako, sisi ni vijana tunajitafuta. Kushusha mifuko takriban 1000 lazima utumie karibia milioni 50, milioni 70. Ukiniangalia mimi na kipato kweli cha kuingiza kwenye kazi zaidi ya milioni 70? Jibu ni hapana. Kutoka hapa katika mkoa wa Geita ulio na utajiri wa madini, mimi ni Michael Francis Bundala wa Sky TV. Naam, tunatoka sasa mkoani Geita na tunaelekea moja kwa moja katika jiji la Mbeya ambapo tunaenda kuungana na mwanahabari wetu Pendo Kibetile kuhusu taarifa inayoeleza wananchi wa kata wa Iyunga Mapinduzi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya wanataraji kuweza kuondokana na changamoto ambayo wamekabiliana nayo kwa muda mrefu ya upatikanaji wa maji safi na salama. Na hii ni mara baada ya mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patal Shida Patal ambapo ameweza kukabidhi mtambo wa kuchimbia visima kwa lengo la utekelezaji mkubwa wa mradi wa maji katika eneo hilo. Taarifa zaidi hii hapa. Wakazi hao wamesema wameipokea hatua hiyo kwa furaha, wakisema itamaliza adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji na kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo katika kata yao. Tunashinda hata kuwahi kazini kwa ajili ya maji. Lazima uchote maji uweke ndani, na tulikuwa tunatumia muda mrefu kuchota maji. Kazi nyingine unaenda mchana kabisa. Yaani huu mtambo utaturahisishia kwa sababu maji tutakuwa tunapata kwa ukaribu zaidi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Masaa mawili ya kwenda mtoni, unakaa masaa 8-7 na unarudi bila maji. Ukikosa umekosa. Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutufikiria kutuletea mtambo huu. Changamoto tuliyopata, tumepata shida sana kupanda milima, kutembea usiku, kuchota maji. Naacha kazi naenda kuomba kutafuta maji. Mara nyingine hata visimani tunakosana. Mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali amesema mradi huo ni sehemu ya juhudi za serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama na kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Sisi Wana-Iyunga Mapinduzi tumesubiria huu mtambo uje miaka. Kwa moyo wangu wa dhati kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaambieni, nyinyi leo Iyunga Mapinduzi mnashangilia mtambo wa kuchimba kisima, lakini siri ninayo mimi ambaye mmenipa dhamana ya kuliongoza kwa kipindi hiki jimbo la Mbeya vijijini. Nimefurahi sana. Sasa kila mmoja kwa imani yake tuombe mtambo uchimbe maji na yapatikane, lakini nataka kuhakikishieni kama tumepata Nsalala, tumepata Iyunga Mapinduzi, tumepata maji sehemu nyingine ambako kumepimwa Rwanjiro yamepatikana. Kwa nini tukose hapa Iyunga Mapinduzi? Iyunga Mapinduzi oye! Kwa upande wake Anderson Mjema kutoka bodi ya maji ya bonde la Ziwa Rukwa amesema hatua hiyo inafuata na kufanya utafiti wa maji chini ya ardhi kabla ya kuanza uchimbaji wa kisima na ujenzi wa miundombinu ya usambazaji wa maji. Kitu tunachoanza cha kwanza tunaanza kwanza na utafiti wa maji chini ya ardhi
Tukishapata point kwa ajili ya kuchimba kisima, then tutaendelea na uchimbaji wa visima wa kisima hichi ambacho kwa ujumla bado hatujajua wingi wa maji, lakini tuna imani tutapata maji ya kutosha ambayo yatakidhi haja ya hichi kijiji. Kwa hiyo tutatumia kama wiki moja hivi kufanya hii kazi. Baada hapo tutakabidhi kisima, then itafuatia awamu ya pili ambayo ni kuendeleza hicho kisima katika ugawaji wa maji na kulaza miundombinu ya maji. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Naam, na bado tuko pamoja katika ulimwengu wa habari. Kama ndo kwanza wajiunga nasi, taarifa inayofuata ni mkoani Songwe ambapo naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Mheshimiwa Wanu Hafidhi amefanya ziara ya kikazi katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe yenye lengo la kutembelea pamoja na kukagua mradi wa utekelezaji wa mradi wa IPOS ambapo unatekelezwa katika shule ya msingi Mwenge. Sasa katika ziara hiyo ambayo amepongeza utendaji wa kazi pamoja na viongozi wa wilaya hiyo kwa usimamizi mzuri wa mradi husika wa maendeleo katika sekta ya elimu. Undani wa taarifa hii tunaungana naye John Kiango. Naibu waziri wa elimu, sayansi, teknolojia amewahakikishia wananchi pamoja na viongozi wa mkoa wa Songwe katika wilaya hii ya Mbozi kuwapa mashirikiano lakini pia kuwasaidia changamoto zote ambazo wameziwasilisha. Na hapa anazungumza. Pokea taarifa kama nilivyosema tangu nilivyotoka pale ofisi ya mkoa, lakini pia hapa nimepokea taarifa, na hata ile ya shule hii mafanikio ni mengi kuliko changamoto ambazo zimebakia. Mimi naomba niwaahidi kwa pamoja changamoto hizi tunaenda kuzimaliza. Na mimi nilipotoka kwenye bunge la budget niliahidi kwenda sehemu nyingi sana, kwa sababu watu wengi sana walikuwa wananivuta njoo huku, Mheshimiwa Waziri uko tayari kufanya ziara na mimi naitikia sawa, tutaenda. Lakini nikaangalia nikaona sehemu ya kwanza kuanza ziara hii itakuwa ni Songwe. Na sikuja tu kibahati mbaya, nimekuja kwa sababu wabunge wenu walinibana sana ili nifike hapa. Na mimi nikawaambia nitafika, tutasikiliza changamoto, lakini na changamoto nitazibeba, na sio kuzibeba tu, nitazifikisha mahala husika ili tuone hizi changamoto tunazifanya nini, tunazimaliza. Sawa? Lakini na mimi nipongeze, wamezungumza hawa viongozi wengine, kama mwenyekiti wa halmashauri amesema hapa kwamba kazi hizi zote zinafanyika kutokana na mashirikiano ambayo mnayo. Na mimi nipongeze, kiukweli wabunge hawa wawili bado wanaenda sambamba, na nawaahidi kwamba changamoto hizi tunaenda kuzimaliza. Mimi huaga sio mtu wa maneno sana, mimi mtu wa vitendo sana, wabunge wanajua. Kwa hiyo niwaahidi kwamba changamoto tunaenda kuzimaliza, na yale yote ambayo yanakwamisha maendeleo hapa Songwe niwaahidi kwamba yamefika kwenye mikono salama na yatafika tena kwa haraka. Viongozi wa wilaya ya Mbozi kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi alikuwa na kazi ya kuwasilisha kwa naibu waziri wa elimu, sayansi na support. Walimu ndio tutaohitaji kutoka serikalini, hivyo vingine tutapambana navyo, ila walimu ndio tunaohitaji Mbozi. Tuna upungufu wa walimu kwenye shule za msingi sana. Ningeomba hili nalo ulichukue kama sehemu ya changamoto ambayo Mbozi tunayo. Tuna shule nyingi, mahitaji makubwa, walimu ni wachache. Ila ningeomba tu moja, pale utakapoweza. Umeona zana wanazozitumia kufundishia, umeona vyerehani ni vile vya kizamani, kuna useremara na kuna mambo mengine, kuna hawa wenye mahitaji maalum. Pale ambapo utaweza au serikali itakapoweza, basi muweze kutusaidia vifaa vya kisasa ili hawa vijana waandaliwe wapate maarifa na ujuzi unaotakiwa. Hapa mkoa wa Songwe. Naam, asante kwa taarifa ya John Kiango katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa IPOS toka mkoani Songwe. Na sasa unaelekea katika mkoa wa Kigoma ambapo taarifa inaeleza kuhusu waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega. Yeye ameeleza kuwa katika kipindi cha miaka mitano
ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umefungua mkoa wa Kigoma kwa kufanya ufikike kwa urahisi zaidi, lakini kupunguza gharama safari pamoja na kufungua fursa ya kiuchumi kwa wakazi wake. Hayo pia ameweza kueleza wakati akizungumza kwenye mkutano wa hadhara ambao umefanyika katika maeneo tofauti tofauti katika lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi wa miradi ambayo inatekelezwa, ambapo Waziri Ulega amesema Kigoma ya sasa ni tofauti kabisa na ile ilivyokuwa awali, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021. Akizungumza zaidi kwa takwimu, ameenda mbali zaidi na kuweza kusema kwamba kwa sasa mtandao wa lami umekuwa katika kilomita takribani 259, lakini kwa sasa mtandao umeongezeka na kufikia kilomita takriban 335. Tupate undani wa taarifa ifuatayo. Ni miaka michache iliyopita hapakuwa na barabara nzuri ya kiwango hiki kutoka Kigoma kupita Uvinza kwenda Tabora. Watu walikuwa wanatumia siku kadhaa, siku nne kusafiri eneo hili, na majambazi wengi, na bado kulikuwa na majambazi na majangili wa kutosha. Hapakuwa na uwezekano wa namna yoyote saa 12 jioni ikifika wewe uruhusiwe kuendelea na safari, vinginevyo uwe na escort ya polisi wetu. Mahala ambapo watu walikuwa wanatumia mpaka wiki, sasa wanatumia masaa. Mtu akiuliza fedha anazokopa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zimekwenda wapi, mwambieni aje Kigoma, apite kutoka Kigoma mjini aende mpaka Tabora aone fedha zilivyotumika. Ongereni sana watu wa Kigoma. Hili jambo ni kubwa sana. Hii barabara ni barabara ya kiwango. Na naomba nitumie fursa hii pia kumpongeza sana meneja wetu wa TANROADS wa mkoa kwa kazi hii kubwa wanayoifanya. Ile kazi walioifanya hapo mlimani sio kazi ya mchezo hata kidogo. Wako watu hawayajui haya. Hawajui kwamba kuna kazi kubwa sana huku ya kuwanusuru Watanzania na kuwainua kutoka katika hali dhalili na kuwapeleka katika hali iliyo bora sana. Hongereni sana TANROADS. Mmefanya kazi nzuri. Ile ni kazi ya kiutumishi, ni kazi ya kimungu kabisa. Hongereni bwana. Tumeshafungua. Pia vile vile itasaidia sana kufungue ile National Park ya Gombe. Ni ukweli kwamba Rais Samia amefanya kazi kubwa kuifungua Kigoma. Jumla ya miradi 9 ya kimkakati imefanywa hapa Kigoma. Zaidi ya bilioni 600 zimetumika kwa ajili ya kuifungua Kigoma peke yake. Rais Samia hoye. Ilikuwa inamchukua mtu siku ngapi kutoka Kasulu kufika Manyovu? Ilikuwa tabu inafika wakati mwingine mpaka wiki moja. Kipande cha masaa kinamchukua mtu wiki moja. Wazee wana kumbukumbu nayo. Nimeona wanaangaliana wanasema hatari, usitukumbushe. Nchi yetu ni nchi ya mfano. Tanzania haijengwi mahala kumoja tu. Tofauti na wengine tunaona vishindo vyao, lakini wao wameng'ang'ana kujenga mahala kumoja tu. Tanzania inajengwa kila kona ya taifa letu. Leo niko Kigoma, wiki iliyopita nilikuwa Mtwara. Yanayofanyika Kigoma ndiyo yanayofanyika Mtwara. Yanayofanyika Mtwara ndiyo yanayofanyika Kagera. Kila kona inajengwa. Mheshimiwa Waziri, mimi nimefurahi sana kiukweli. Yaani kama kuna kitu umefanya nimefurahi, ni wewe kufika na kuona hali hii. Watu unaowaona hapa hawana namna yoyote ya kufika Kagunga na Mwamgongo mpaka wapite ndani ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru na ninawashukuru wote. Naomba tusaidiane, tuwasaidie watu hawa. Na mtazamaji, kama ndio kwanza wajiunga nasi, kumbuka unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo ni pamoja na jeshi la polisi nchini kuendelea kuweza kuimarisha ushirikiano katika jamii, moja kati ya taarifa muhimu zaidi. Naam, karibu tena katika Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Maliango Mugeta ndio jina langu.
Katika kuendelea kuimarisha ushirikiano baina ya polisi na jamii, jeshi la polisi hususan katika kata ya wilaya ya Morogoro wameshiriki kwa pamoja katika shughuli mbalimbali ikiwemo za kijamii, ikiwemo kufanya usafi katika kituo cha afya cha Sabasaba, lengo likiwa ni kuweza kuonyesha na kusogeza huduma za polisi karibu zaidi na jamii. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Hussein Bori. Polisi kata wakiongozwa na mkuu wa polisi jamii wilaya hiyo SP Richard Mkesi wanafika katika kituo hichi cha afya na kujumuika na wananchi kushiriki zoezi hili kwa pamoja, ikiwa ni njia mojawapo ya kuimarisha umoja baina ya jeshi la polisi na jamii. Mojawapo kati ya jambo tulifanya ni usafi wa mazingira, tukiamini kwamba kituo cha afya kinahitajika kuwa kisafi ili kiweze kuhudumia watu vizuri. Haya matukio ni moja ya matukio ambayo tunayafanya katika kuelekea wiki ya polisi, siku ya polisi jamii ambayo inategemewa kuadhimishwa kitaifa tarehe 25 mwezi wa 8 2026. Kwa hiyo tumejitoa sisi kama wakaguzi pamoja na maafisa kufanya usafi. Imezoeleka mara nyingi wanaoonekana wanafanya usafi ni askari wa vyeo vya chini, constable, corporal, pengine sergeant. Lakini leo hii tumekuja kuanzia wakaguzi na afisa. Mimi niko kama afisa nimeongoza wakaguzi kwa ajili ya kufanya usafi huo, kuonyesha mshikamano tulionao na kuonyesha kwamba tuko pamoja na jamii. Hawa polisi kata ambao nilikuwa nao ni kazi yao ni kushirikisha jamii katika ngazi zao za kata. Kwa tumekuja kuonyesha kwa vitendo kwamba namna gani tunashirikisha jamii, namna gani tunashiriki matukio ya kijamii. Hiki ambacho tumekifanya hapa leo, tunatarajia kwamba kila mmoja katika kata yake atakifanya au ataanza kushawishi ili kifanyike kitu kama hiki. Naamini kwa baadhi ya kata kuna mazingira kama haya, kuna vituo vya afya na zahanati. Kwa hiyo tunaendelea kuhimizana kwamba tukafanye kitu kama hiki ili kuweza kuiweka jamii katika kuendelea kutuamini kwamba sisi ni sehemu yao. Kwa kifupi, ni jambo jema ambalo linatamanisha kuendelea kufanyika ili sasa jamii iwe karibu na sisi. Kituo chetu kama mnavyokiona kiko mjini katikati, lakini kina mahitaji mengi, lakini mojawapo ya hitaji ambayo nimekuja kufanya kwetu sisi ni la msingi sana, kwa sababu hospitali bila usafi si hospitali. Sio jambo la kawaida kuona askari wakijumuika na pamoja na sisi, ila leo ni faraja kwetu. Pia tumeshukuru na tumefurahi kuungana nao kwa kushirikiana kwa kufanya usafi. Pia tuko tayari kuwapa ushirikiano kwa lolote utakaloendelea. Zoezi hili linaonyesha mshikamano na ushirikiano baina ya jeshi la polisi na jamii, jambo ambalo linaiweka jamii karibu na jeshi la polisi ili kuweza kupata ushirikiano wa pamoja katika shughuli mbalimbali. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Hussein Bori, Sky TV. Naam, kazi tofauti ambazo zimefanywa na jeshi la polisi nia ni kuweza kuonyesha ushirikiano zaidi katika jamii. Na sasa tunaelekea katika jiji la Arusha ambapo kule tunakutana na Amina Ngayo katika taarifa ambayo inaeleza kuhusu jamii kushauriwa kwa kipindi hiki kutokana na tamaa, kutokata tamaa pindi wanapokumbwa na changamoto mbali za kiafya, baada yake katika kufikia mapema kwenye vituo vya afya vilivyoko jirani na kuweza kutolea huduma za afya, hususan kambi maalum za madaktari bingwa ambazo zinawekwa lengo ili kuweza kupata uchunguzi wa matibabu stahiki. Undani wa taarifa hii huu hapa. Ushauri huu umetolewa na Bernadetta Joakimu, miongoni mwa wananchi waliowapeleka ndugu zao ili kupata huduma katika mwendelezo wa kambi ya siku 10 ya madaktari bingwa na bobezi wa upasuaji inayoendelea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru, ambapo wamesema ni vyema wakajitokeza na kupewa huduma hizo za upasuaji. Nimemleta mama yangu hapa, anaitwa Josephine Joakim Bernardo. Nimemleta kwa ajili ya changamoto ya kusikia. Na nimefurahi sana kwa huduma niliyopata. Amefanya vipimo, amesafishwa masikio, na kulingana na tatizo lake wamesema kwamba atapewa mashine. Kwa sasa hivi swala linalofuata ni kwenda kwenye kupewa kisikilizio, nadhani sio kinaitwaje hicho, ndio ili wampatie iweze kumsaidia kwa ajili ya kusikia. Kwa kweli ni kambi nimefurahia kwa sababu unajua kwanza kuna watu wengi hawajui kwamba mtu anaweza kasikia. Akitibiwa anaweza kasikia. Kwa hiyo ni vizuri hata kama wangeweza kuwezesha hata kwenye hospitali zingine za huko mikoani, wilayani, ili watu wa huko vijijini waweze kujua kwamba kuwa kiziwi, yani unaweza kuwa kiziwi kwa kujitakia, lakini kumbe unaweza kutibiwa
na ukapewa vifaa na ukasikia. Kwa upande wa wataalamu wa upasuaji ambao ni madaktari bingwa na bobezi katika maeneo mbalimbali, wanabainisha hali ya kambi inayoendelea mkoani humo na mwitikio wa wananchi. Tunashukuru kwa kambi hii, kweli imekuwa yenye matokeo mazuri kwa sababu tumeweza kupokea wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ambao wengine wamekata tamaa kabisa, lakini pia wengine walikuwa hawajui wapi wanaweza kupata suluhu ya changamoto yao. Na ndani ya siku 2 za kwanza ambazo tumeshafanya, tumeweza kuona wagonjwa 35 ambao kati ya hao 2 walikuwa ni watoto wadogo ambao wana hizo changamoto za kusikia, lakini pia wana changamoto ya kutokuongea. Lakini baada ya kufika hapa tumeweza kuwaona na tumewapatia msaada. Na wengine ambao walikuwa na changamoto ya ngoma zimetoboka kwa sababu 2 tofauti. Kuna mwingine alipigwa kofi na mwenzi wake, lakini mwingine alitoboa ngoma wakati anatumia cotton buds, pamba za masikio kusafisha sikio. Lakini pia kuna idadi nyingine ya wagonjwa ambao ni 25 ambao wamekutwa wana changamoto za usikivu hafifu, wameweza kupatiwa vifaa vya usikivu ambavyo vimeweza kuwaletea mabadiliko katika uwezo wao wa kusikia. Huduma za nje, wagonjwa wanaotoka nyumbani mara nyingi si wagonjwa wale wa magonjwa ya kuambukiza. Kwa utaona hata kwa wingi wa watu waliojitokeza kuanzia Jumatatu na jana, yote ni mchanganyiko: magonjwa ya moyo, kisukari, saratani, tezi dume, vivimbe visivyokuwa saratani. Kwa kweli ni vingi. Kwa wastani wa wagonjwa wote tuliona hayo ndio magonjwa yao. Hatujaona wagonjwa wenye malaria kwa sababu watakuja kama dharura, wala wagonjwa wenye kuharisha au kukohoa kwa sababu watakuja kwa dharura. Kwa wagonjwa wengi wanaokuja kwenye huduma za kambi huwa ni wagonjwa wanaokuwa na magonjwa yasiyo ambukiza na ni wengi. Kambi hiyo inatolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Jumuiya ya Afya ya Nchi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Inatarajia kutoa huduma matibabu kwa wagonjwa zaidi ya 500 wa upasuaji. Naam, tamati ya habari za kitaifa kutoka katika ulimwengu wa habari. Mapumziko yafuatayo tutupeleka moja kwa moja kupata habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki na sisi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96
36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Na kufanya mahojiano na wafanyabiashara ambapo wameelezea namna mtandao unavyowasaidia kukuza biashara zao pasipo kutegemea wateja wanaopita sokoni. Internet ina mchango mkubwa sana, ukizingatia kwamba internet ni kitu ambacho watu wengi kinawasaidia, kwamba ukiangalia mtu anakuwa ana wateja wake ambao wengine wako kazini, wako busy, hawawezi kutoka kazini, lakini wanapokuwa wanaona ameposti kwenye internet, labda kwenye status, kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, WhatsApp na Instagram, mtu unakuta wakati hata yuko nyumbani mteja anaona, anaomba kuulizia bei, analipia. Swala la ulipaji wa mtandao wa internet, kuna wifi ya soko ambayo ukihitaji unapata voucher zile za wifi. Mtu ambaye anafanya biashara yake tu kwa kutegemea wateja wanaopita sokoni, na mteja ambaye na mfanya biashara ambaye anatumia zote mbili, kwamba anategemea wateja wanaopita sokoni lakini pia na wale ambao wapo kwenye mtandao, hamwezi kulingana. Kwa kiujumla, kama mimi huwa natumia sana internet kwenye kuposti bidhaa zangu, na inasaidia pia. Kuna wateja wangu wanakuwa labda wako nje ya mkoa, kwa hiyo inakuwa ni rahisi wao kuona zile bidhaa na kuagiza. Lakini pia kwa upande wangu mimi kama mimi inanisaidia kwenye kutafuta bidhaa zangu za kuuza, hasa mizigo tunaonunua kutoka mikoani. Lakini baada ya kutumia mtandao au internet, nimekuwa sasa hivi napata masoko kutoka nje ya mkoa. Lakini pia kuna wateja ambao wao wanakaa tu labda majumbani au maofisini, anategemea uposti mzigo, aone, achague, alafu mfanyie delivery. Internet kwa kwangu mimi inasaidia pakubwa, kwa sababu bidhaa nyingi ambazo mimi nauza, maana mimi nauza vitu vya mtumba Kwa hiyo muda mwingi nikivifua viking'aa na piga picha na posti, wateja wangu ambao wako sehemu mbalimbali wanaona, wananiambia nitumie, na watumia. Kama vipi, kama hayuko mbali sana naweza nikamtumia, kanitumia hela, ila kama ni mtu ambaye anaweza akaja anakuja mwenyewe kuchukua mali. Kwa hiyo ndio msaada wangu kwenye internet. Tangu nimeingia kwenye internet imenisaidia kuongeza wateja, kwa sababu haitoshi tu kuwa kwenye soko kuuzia wateja hapa. Kwa hiyo nikikuta hapa nje nimepata wateja 4 5, nikichanganya na hapa ndani, kwa hiyo kuna kitu naongeza tofauti na hivi vinavyokabla kutumia internet. Mwenyekiti wa soko la wazi la Machinga Bwana Nyamagene Kinga Mkono amesema kuwa matumizi ya mtandao yameleta mabadiliko makubwa katika biashara na kuwasaidia wafanyabiashara kutangaza biashara zao, na pia kama kiongozi imewasaidia kurahisisha mawasiliano na wafanyabiashara kupitia magrupu walionayo. Kimsingi internet inatusaidia mambo mengi sana kwenye issue ya mawasiliano, kwa sababu kama sisi hapa wafanya biashara tuna groups za makundi mbalimbali, na kitu tuna group la soko zima, ambapo tukipata changamoto au tukitaka kutoa taarifa, sisi kama viongozi tunataka kuwasiliana na wafanyabiashara wenzetu, tunatumia hayo magrupu kuwapa taarifa. Kwa hiyo internet ni kitu kizuri, lakini pia tuna group kwa ajili ya biashara. Wafanyabiashara wote wa Machinga Complex wana link ya hiyo group, kwa hiyo wanaposti biashara zao, wamechanganyikana wafanya biashara pamoja na wateja wao. Matumizi ya internet yanasaidia kwa sababu kwanza ni rahisi sana kumfikia mfanyabiashara kwa kutumia internet. Inakuwa inarahisisha kwa sababu ni one click, mtu anapata taarifa. Muda mwingine mfanyabiashara anaweza akajiombea link yeye mwenyewe, akafanya malipo yeye mwenyewe kwa kutumia internet. Kwa internet ni kitu ambacho kinasaidia kwa kweli.
Sometimes tunakutana na changamoto zifuatazo. Unafahamu hapa sokoni kuna watu wengi sana, alafu wale wanaotoa huduma ya internet sio wengi. Tunashukuru kwa sasa hivi kwa serikali baada ya kuwaleta TCCL hapa sokoni, angalau kidogo pengine inaweza ikasaidia, lakini sometimes tunakuta internet labda inaweza ikakata masaa mawili hamna internet, na watu wote mshazoea mfumo huo. Kwa kuna muda inaleta changamoto kidogo, lakini nafikiri labda mifumo itazidi kuboreshwa. Mtazamaji, na sasa tuangazie viwango vya ubadilishaji fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2623 na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi 2649 na senti 89, ambapo paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3512 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 3547 na senti 40. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2994 na senti 37 na kuuzwa kwa shilingi 3024 na senti 31. Lakini yuan ya China, mtazamaji, imenunuliwa kwa shilingi 387 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 391 na senti 56. Tuangazie yen ya Japan, imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 11 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 27. Lakini randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 25 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 84. Kule nchini Kenya imenunuliwa shilingi ya Kenya kwa shilingi 20 na senti 27 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 78 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 79. Tuangazie shilingi ya Uganda, imenunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 70. Na tuhitimishe na faranga ya Burundi, mtazamaji, imenunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 88. Na huu ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi, na langu jina ni Zinazire Mswima. Biashara na uchumi. Naam, kukamilika kwa mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi kunatoa nafasi nyingine kwenye ulimwengu wa habari kuweza kupata mkusanyiko wa habari za kimataifa, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri wa chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa taifa la kwanza la Ulaya kutunga sheria itakayowazuia watoto wenye mitandao kama TikTok. Rais Emmanuel Macron alipigia debe kupitishwa sheria hiyo, akiitaja kuwa alama ya mageuzi aliyoahidi katika muhula wake wa pili wa uraisi, na amesema utekelezaji wake utaanza Septemba mwaka huu. Ameusifu uamuzi wa bunge la nchi hiyo wa kupitisha muswada huo, akisema Ufaransa inaongoza njia barani Ulaya linapohusika swala la kuwalinda watoto na vijana balehe. Idadi inaongezeka ya nchi duniani zinazochukua hatua za kuzuia matumizi ya mitandao ya kijamii, hasa kutokana na tahadhari zinazotolewa juu ya madhara yake kwa watoto. Kwingineko, ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonyesha njaa imepungua duniani, ingawa Afrika bado ina mzigo mkubwa wa utapiamlo. Wataalamu wanaonya hatari za tabianchi na gharama za lishe bora zinaweza kuzuia maendeleo. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani ilipungua mwaka wa 3 mfululizo mwaka 2025, huku mabara yote yakirekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabianchi na misukosuko ya biashara yanaendelea kutishia mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takribani watu milioni 645, sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani, walikabiliwa na njaa mwaka wa jana. Mafanikio makubwa yamechangiwa na kupungua kwa njaa nchini India, pamoja na nchi za Amerika Kusini, Caribbean na baadhi ya mataifa ya Afrika. Hata hivyo, Afrika bado ina idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na utapiamlo, ikiwa na watu milioni 309, sawa na mtu mmoja kati ya 5. Maximo Torero, mchumi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, amesema. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa watu bilioni 2.69 duniani bado hawawezi kumudu lishe bora kutokana na gharama kubwa za chakula chenye virutubisho. Na hatimaye, Rais Joseph Aoun wa Lebanon amekutana na Rais Donald Trump wa Marekani mjini Washington wakati wa ziara yake ya kutafuta uungwaji mkono katika kuishinikiza Israeli kuondoa vikosi vyake ndani ya Lebanon. Aoun, ambaye ni kiongozi wa kwanza wa Lebanon kualikwa kufanya ziara nchini Marekani tangu mwaka 2009, ametumia mkutano huo na Trump kusisitiza haja ya Israeli kuondoa jeshi lake kwenye ardhi ya taifa lake, akisema uhuru wa Lebanon ni lazima uheshimiwe. Trump kwa upande wake ameahidi kuisaidia Lebanon, akisema taifa hilo limetendewa vibaya kwa miongo kadhaa kutokana na kushambuliwa kila wakati. Rais Aoun anashinikiza kupata uungwaji mkono katika utekelezaji wa makubaliano kati ya Lebanon na Israeli na Marekani yaliyofikiwa wiki za karibuni, yanayotaka Israeli kuondoa wanajeshi wake, huku Lebanon ikiwa na jukumu la kulipokonya silaha kundi la Hezbollah. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Ndivyo ambavyo nakamilisha mkusanyiko habari za kimataifa kwenye ulimwengu habari, na sasa moja kwa moja tunaelekea viwanjani kupata undani wa michezo na burudani, ambapo kule tunaenda kuungana naye Lai Saidi. Endelea kubaki na sisi. Sky TV.
Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Rais wa klabu ya Yanga Engineer Harry Saidi leo amemkaribisha rasmi kocha mkuu mpya wa klabu ya Yanga Mangoba Ngeti, pamoja pia na benchi lake la ufundi kuanza majukumu ya ndani ya klabu hiyo. Benchi jipya la ufundi la Yanga kuelekea msimu ujao linaundwa na kocha mkuu Mangoba Ngeti, lakini pia kocha msaidizi Simo Diladila, kocha wa set pieces yani kocha wa mipira ya kutenga ambaye ni Kagisho Diki Kakoi, tactical performance analyst Yadan Valodia, pamoja na kocha wa makipa Greg Atafia. Mangoba Ngeti na benchi lake la ufundi wao wamekutana kwa mara ya kwanza na rais wa klabu hiyo, ambapo ni leo Julai 22 jijini Dar es Salaam. Kwingineko ni kuhusiana na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali leo ametangaza mabadiliko ya ratiba ya uzinduzi wa siku ya Simba Day. Ahmed amesisitiza uzinduzi rasmi wa Simba Day ambao awali ulipangwa kufanyika Julai 25 mwaka huu na utafanyika sasa Agosti mosi, na siku ya safari ambapo ilikuwa imepangwa kuanza Julai 24 na sasa itaanza Julai 31 mwaka huu. Simba Sport Club pia imethibitisha kuwa kilele cha maadhimisho ya siku ya Simba Day mwaka huu kitafanyika Agosti 8 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Leo hii ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, tunatangaza tarehe rasmi ya tamasha letu la Simba Day sanjari na uwanja ambao utakwenda kufanyika tamasha letu. Tamasha letu la Simba Day ama Simba Day kwa mwaka huu wa 2026 itakwenda kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itafanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Baada ya miaka mingi kupita, tamasha likiwa limeanzia kwenye uwanja huo miaka 18 iliyopita, na sasa tamasha linarejea tena kwenye uwanja Uhuru, uwanja ambao ndio ulioasisi tamasha letu la Simba Day. Kutokana na ukubwa na hadhi na umaarufu wa tamasha letu duniani, tunatamani, tungependa na inapaswa kwa hivyo tamasha hili kufanyika katika uwanja Benjamin Mkapa. Lakini sote tunafahamu ya kwamba uwanja Benjamin Mkapa upo katika marekebisho na matengenezo. Under so circumstance, sehemu pekee ambayo inasalia yenye hadhi ya kufanyia tamasha letu hili ni uwanja wa Uhuru. Hivyo basi, wanasimba kuanzia hivi sasa wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba tamasha lao pendwa litafanyika katika uwanja wa Uhuru. Tayari tumeshafanya ukaguzi katika uwanja huo
Tumeshapokea maelekezo kutoka kwa viongozi wanaomiliki uwanja huo ya kwamba uwanja Uhuru unakidhi kabisa kufanyika kwa tamasha letu la Simba Day. Nayo timu ya taifa ya ngumi hapa nchini maarufu kama Faru Weusi jana usiku iliondoka nchini kuelekea Glasgow, Scotland kushiriki michezo ya Jumuiya ya Madola kwa mwaka huu. Faru Weusi itawakilishwa na nahodha Yusuf Changalawe mwenye uzito wa kilo 80 light heavyweight, lakini Faki Isa Faki mwenye uzito wa kilogram 55 bantamweight, na zawadi kutoka chini ya uongozi wa mwalimu mkuu Samuel Kapungu Batman. Katika msafara huo timu ya ngumi iliambatana na timu ya taifa ya kuogelea ambayo inaundwa na muogeleaji Collins Saliboko pamoja na kocha wake Kanisi Mabena. Sherehe rasmi za ufunguzi wa michezo ya Jumuiya ya Madola Glasgow kwa mwaka huu zinatarajiwa kufanyika hii ni Julai 23 mwaka huu jijini Glasgow, Scotland. Tanzania pia itawakilishwa na jumla ya wanamichezo 12 kutoka michezo ya ngumi ambapo itakuwa ni wapambanaji watatu, riadha wachezaji 6, lakini pia mchezo wa judo pamoja na mchezo wa kuogelea. Naye bondia Faki Isa Faki amesema maandalizi yapo vizuri kuelekea michuano hiyo. Maandalizi yetu yalikuwa mazuri kwa sababu tuliwekwa kambi kwa wakati na uongozi wetu. Kwa hiyo makocha wetu walitusimamia vizuri sana, walituandaa vizuri. Ninachoahidi wa Tanzania kwamba wategemee ushindi, na tunaenda Scotland, hatuendi kushiriki, tunaenda kupigana. Yaani tunaenda kuchukua kitu kukileta nchini kwetu. Tunaahidi medali. Kila la heri kwao katika michezo ya Jumuiya ya Madola ambayo itafanyika pale nchini Scotland. Na tukielekea kimataifa ambapo rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez ameripotiwa kuwa amekunjua roho na sasa yupo tayari kumsajili Rodri kufuatia mazungumzo ya ndani ambayo yamefanyika hii leo. Hadi leo rais wa Real Madrid alikuwa akipinga mpango wa kumsajili kiungo huyo ambaye ni raia wa Hispania kwa sababu alikuwa upande wa mshindi wake kwenye uchaguzi mkuu ambaye ni Reclame. Lakini wajumbe wengine wa bodi wanajaribu kumshawishi Perez aweze kumvuta Rodri. Kufuatia pia kiwango chake bora katika michuano ya Kombe la Dunia iliyotamatika hivi karibuni, baadhi ya wajumbe wa bodi wanashinikiza kufikiwa pia kwa makubaliano na Rodri ambaye yupo tayari kabisa kurejea nchini Hispania, jambo ambalo limekuwa kipaumbele chake siku zote. Real Madrid pia tayari imepata ridhaa ya Rodri, huku pande zote mbili zikikubaliana kikamilifu kuhusiana na masharti ya mkataba. Hata hivyo, mazungumzo na klabu ya Manchester City bado hayajaanza. Lakini pia taarifa nyingine inahusisha klabu ya Manchester United ambapo leo wamezindua rasmi uzi mpya wa ugenini kwa msimu wa 26-27 ikirejesha muundo wa rangi ya blue ambao umeacha alama katika historia ya klabu hiyo. Jezi hiyo pia mpya imebuniwa kwa baadhi ya miundo ya zamani iliyowahi kuvaliwa na United, huku ikichanganya muonekano wa kisasa na utambulisho wa jadi wa klabu hiyo. Kwa mujibu wa klabu, kurejeshwa kwa rangi ya blue ni sehemu pia ya kuenzi historia ya Manchester United na kuwapa mashabiki muonekano unaokumbusha enzi mbalimbali za mafanikio ya klabu hiyo. Na mimi nafika tamati, mtazamaji, ndani ya michezo na burudani. Mariango Mugeta punde tu atakuja kutamatisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani sasa inatoa nafasi ya kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa hii leo. Jina langu ni Joakim Peter. Kwa usiku wa leo, hali ya ukavu na ubaridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa joto 8 katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya.
Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Nyasa. Lakini kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu pia katika mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Na Arusha, vipindi vya jua vinatarajiwa. Hadi kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na kwa heri. Naam, kukamilika kwa utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania unatoa nafasi mimi kuweza kukukumbusha miongoni mwa taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo katika ulimwengu wa habari. Ni pamoja na wachimbaji wadogo wa madini watakiwa waonywe kuacha kuvamia katika maeneo ambayo leseni zake bado hazijafutwa. Taarifa nyingine ni kuhusu mradi wa maji kuweza kuondoa adha ya maji kwa wananchi huko Yunga. Katika habari za kimataifa, bunge la Ufaransa la ridhia marufuku ya mtandao kwa watoto. Na katika michezo, Yanga yamkaribisha rasmi kocha mpya. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari kutoka Sky TV, mimi ni Maliango Mugete. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii @Sky International TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.